Management inayomsimamia Wizkid Ayo ambaye ni mwamba kutokea Ojo Elegba pale Nigeria 234 ni kwamba iliweza kusikitishwa mara baada ya taarifa ambayo ilikuwa ikiendelea katika mitandao ya kijamii kuweza kuzushwa kwa kifo cha msanii wao Wizkid, na kwa jinsi ambavyo walikuwa wanahisi ila hawana uhakika. Wanaamini kwamba kuna baadhi ya watu wa karibu wa Davido Adeleke ambao wamekuwa na chuki na msanii Wizkid. Ni kama unavyoona huko kwa Tanzania Alikiba na Diamond, kuna baadhi ya watu wa karibu wa Alikiba wanamchukia pia Diamond. Kwa hiyo ni swala ambalo kuna uwezekano wa kutengeneza kitu chochote ambacho kinaweza kikashusha brandi ya msanii huyo. Sasa kitendo cha baadhi ya watu wa Davido kwa kusema kwamba ilikuwa ni Davido ama Davido ameweza kuwatuma ni swala ambalo haliingia akilini, licha ya kwamba mimi na wewe hatujui kilichomo katika akili ya Davido mwenyewe, lakini inavyosadikika ni kwamba ni watu wa karibu wa Davido ambao walisambaza uzushi na uvumi uliokuwa unaendelea katika nchi ya Nigeria kuhusu kifo cha msanii Wizkid Ayo, ambacho kiliweza kufanya management kuweza kulaani na kuweza kutoa taarifa kamili kwamba Wizkid Ayo yuko salama na hajafariki, na ndo kwanza anaendelea na shows zake katika sehemu tofauti tofauti ambazo amekuwa akiendelea kuperform. Na kumekuwa na bifu zito sana baina ya baadhi ya mashabiki wa Wizkid Ayo na mashabiki wa Davido, na hata kwa baadhi ya watu wa karibu. Lakini kwa Davido na Wizkid, wao wanaongea kama kawaida na wapo katika mishe zao vizuri. Ni kama unavyoona Diamond na Alikiba wakikutana, tunajua kabisa kwamba wanaongea, lakini watu wa karibu wa Diamond na watu wa karibu wa Alikiba, hao ndio wamekuwa ni kama wachochezi wanaotengeneza pia bifu. Kwa ni issue ambayo imekuwa pia inafananishwa na huku Bongo kwa Diamond na Alikiba, na ndio kilichoweza kutokea kwa kule 234 Nigeria. Mwamba Wizkid Ayo aliweza kuzushiwa kifo kwa watu kuhisi kwamba itakuwa ni Davido ama watu wa karibu wa Davido kwa lengo la kutaka kushusha brandi ya mwamba.